Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Wapendwa waumini wote, KKKT Diocese ya Karagwe yahusu tamko la KKKT Diocese ya Karagwe kuhusu vitisho dhidi ya mkuu wa diocese yetu. Wapendwa waumini wote, na wasalimuni katika jina la Bwana Yesu mfufuka. Ofisi yangu imekuwa ikipokea simu nyingi za pole kufuatia uwepo wa taarifa za vitisho kwa mkuu wa diocese yetu, Askofu Daktari Benson Kalikawe Bagonza. Simu hizo zilitaka kujua hali ya mkuu wetu. Hivyo na lazimika kutoa waraka huu kwenu wenye tamko la diocese kuhusu taarifa hizo. KKKT Diocese ya Karagwe imesikitishwa sana na taarifa ya vitisho vya maisha alivyopokea mkuu wetu wa diocese, Askofu Daktari Benson Kalikawe Bagonza. Tayari Baba Askofu ameeleza vitisho hivi wazi kupitia ukurasa wake wa Facebook mnamo Mei 8 mwaka huu wa 2025. Tunalaani vikali vitendo hivyo vya vitisho kwa mkuu wetu na kwa watu wengine vinavyokwenda kinyume na maadili, utu na haki za binadamu. Wanadiocese ya Karagwe tunasimama imara naye katika dhamira ya kuwahudumia watu wote na kuwasemea wasio na sauti ya kujisemea. Tuna imani na mamlaka za usalama kuchukua hatua stahiki kuhakikisha wote wanaojihusisha na vitendo vya kutishia watu na kuleta taharuki wanashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Tunaendelea kuwahimiza wanajamii wote kuliombea kanisa na taifa kwa ujumla, na zaidi kuendeleza mazungumzo yenye kujenga, yenye heshima na yenye lengo la kudumisha haki na amani katika taifa letu. Wakinyamaza hawa, mawe yatapiga kelele, kama tusomavyo katika Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 19 mstari wa 40. Na watakia baraka za Mungu. Ni mimi mtumishi wenu, Mchungaji Jeremia Mkurasi Rugimbana, katibu mkuu wa Diocese ya Karagwe. Mfuatiliaji na mtazamaji wa chaneli yetu ya ELCT Karagwe Diocese, yamkini hukuweza kupata nafasi ya kusoma andiko ambalo linatajwa katika tamko hili. Inaomba nikupeleke moja kwa moja kwenye ukurasa wa Baba Askofu wa Diocese ya Karagwe ambao ni ukurasa wa Facebook kwa jina la Kalikawe Kalinda Bagonza. Mnamo tarehe 8 aliandika hivi: kama ni kweli wamekosea, kama si kweli wamekosea. Leo tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2025, siku Papa wa 267, Papa Leo wa 14 amechaguliwa. Ni mwana Chicago mwenzangu, mwana Catholic Theological Union yani CTU mwenzangu, na mwana Agustino mwenzangu. Msisahau kuwa Luther alikuwa Agustinian. Imekuwa siku njema na ngumu kwangu. Ngumu kwa kuwa nimekuwa napokea taarifa za tahadhari kuwa wasiojulikana watakuja kunimaliza. Sishangai, maana ukimfuga mbwa ukamwachia aonje damu za watu, huwezi kumdhibiti tena na hawezi kuacha mwenyewe. Kwanza, kama ni kweli wanakuja, wamekosea. Wanaichafua serikali na taifa kwa ujumla. Pili, kama si kweli, pia wamekosea. Wanaichafua serikali na taifa letu pendwa hata kwa kuwaza hayo. Kama wakija, naomba wasiharibu milango ya nyumba yangu kufanya yatima kuitengeneza upya. Waniite, nitatoka nijikabidhi. Kama hawapo na kwa hiyo hawaji, na shauri kama nilivyomshauri mfuga mbwa kuwa awafungie mbwa wake ndani. Si kwa ajili yangu bali kwa ajili ya mfuga mbwa na kijiji chetu. 5, huu ni mwaka wa uchaguzi. Hekima ni kutengeneza marafiki wapya kuliko maadui wapya. Usimuue anayetaka kufa, ni matumizi mabaya ya mauaji. Namba 6, ni wakumbushe machache. Kwanza, katika awamu ya 5 walikuja. Si lazima waje awamu ya 6 hata kama awamu ya 6 ni mwendelezo wa awamu ya 5. Pili, iwe awamu ile au hii. Hawa wasiojulikana ni waharibifu wa awamu zote mbili. Serikali makini, na hii ni makini, kama hawaijui ijitenge nao, sio kutujulisha kuwa wapo. 3, wanaweza kufanya kwa sababu wameshafanya pasipotegemewa. Wakifanya wasijipongeze,
wasipongezwe na adhabu yao iwe ni kufanya milele. Namba 4, kama wakifanya mwili utaoza, watu watalia na wengine watashangilia, lakini ukweli hautazikwa, upumbavu wangu hautazikwa, na watazaliwa wapumbavu wengine zaidi yangu. Namba 5 anasema Mungu analipenda taifa hili kuliko ninavyolipenda. Hachelewi wala hawai, atasimama kulitetea. Namba 7 anasema naishi katika jimbo la waziri wa mambo ya ndani, nina uhakika hakuwatuma. Na washauri wasitumie rungu kuua mbu aliyekaa makende ya mfalme, watamuumiza. Watumie hekima, mbu ataondoka. Wasimtungue kwa jiwe la manati kunguru mchafu aliyekaa juu ya kichwa cha malkia. Wakikosea kidogo, jiwe litamjeruhi malkia. Itoshe siku kwa uovu wake. Na wapenda wa Tanzania, tusipoonana tena, tutaonana kwa Baba wale mlio na imani. Hili ni andiko la Baba Askofu Mchungaji Daktari Benson Kalika Bagonza wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, ambalo lipo katika ukurasa wake wa Facebook. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.